shall be fine. It's a sign club. Yeah. I have to be here to see what goes in. It shall be fine. It shall be
cha Yoshua mlango wa 14 mstari wa 6 hadi 15. Natumai mko hapo. Tukao. Basi naenda kusoma. Wakati huo wana wa Yuda walimkaribia Yoshua hapo Kilkali, na Kalebu mwana wa Yefune huyo Mkenizi akamwambia, wewe wajua hilo neno Bwana alilomwambia Musa huyo mtu wa Mungu katika habari zangu na katika habari zako wewe, tulipokuwa katika Kadesh Barnea. Mimi nilikuwa mtu wa miaka 40 umri wangu. Hapo Musa mtumishi wa Mungu aliponituma niende kutoka Kadesh Barnea ili kuibeleleza hiyo nchi. Nami nilimletea habari tena kama alivyokuwa ndani yangu ya moyo wangu. Lakini wale ndugu zangu waliokwea kwenda pamoja nami waliyeyusha mioyo ya watu, ila mimi nilimfuata Bwana Mungu wangu kwa utimilifu. Kisha Musa akaniapia siku hiyo, akasema, hakika hiyo nchi ambayo miguu yako imekanyaka itakuwa ni urithi kwako wewe na kwa watoto wako milele, kwa sababu wewe umemfuata Bwana Mungu wako kwa utimilifu. Sasa basi, angalia, yeye Bwana ameniweka hai kama alivyosema, miaka hii 45 tangu wakati huo Bwana alipomwambia Musa neno hilo, wakati Israeli waliokuwa wakienenda barani. Na sasa tazama, hivi leo nimepata miaka 85 umri wangu. Hata sasa mimi nina nguvu zangu hivi leo kama nilivyokuwa siku hiyo Musa aliponituma, kama nguvu zangu zilivyokuwa wakati huo, na nguvu zangu ndivyo zilivyo sasa, kwa vita na kwa kutoka nje na kuingia ndani. Basi sasa unipe mlima huu ambao Bwana alinena habari zake siku hiyo, kwani wewe ulisikia siku hiyo jinsi Waanaki walivyokuwa huko na miji ilivyokuwa mikubwa yenye boma. Yamkini yeye Bwana atakuwa pamoja nami nitawafukuza watoke nje kama Bwana alivyonena. Yoshua akamkaribia, akampa Kalebu huyo mwana wa Yefune Hebroni kuwa urithi wake. Kwa hiyo Hebroni ukawa urithi wa Kalebu mwana wa Yefune Mkenisi hata leo, kwa sababu alimwandama Bwana Mungu wa Israeli kwa utimilifu. Basi jina la Hebroni hapo kwanza iliitwa Kiriath Arba. Huyo Arba alikuwa ni mtu mkubwa kupita wenziwe wote katika hao Wanaki. Hiyo nchi nayo itatulia, vita vitakoma. Na Mungu alibariki neno lake. Basi kanisa, ningependa niwasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo. Hamjambo tena. Nashukuru Mungu kwa kunipa fursa hii ya kuweza kusimama katika madhabahu ya Mungu na pia kusimama mbele yenu. Nataka tuende kwa neno la Mungu kwa sababu muda wetu umetupa kisogo. Sote tunajua kwamba lengo letu katika mwaka huu ni kupiga hatua katika imani, advancing in faith. Na kwa kipindi kifupi tangu tarehe 19 mwezi wa 9 we've been talking about broadening your faith, kupanua imani yako.
na tukaweza kusema ya kwamba ni wakati ya kupanuka. It's time to expand. It's time to expand. So that usibaki mahali uko. Mambo ya imani ni mambo makubwa sana, na tukasema ya kwamba tusibaki kuwa wachanga katika imani. So it is time to mature. Tukasema pia kwamba it is time to advance. Wiki jana Reverend alikuwa anawachukua, kwa hiyo it is time to advance. Deuteronomy 1 kasema mmekaa hapa kwa muda mrefu sana, tokeni na muende mbele. Leo ningependa tuweze kusema ya kwamba ni wakati wa kurithi. It is time to inherit. Ambia jirani yako ni wakati wa kurithi. Ni wakati wa kurithi. Tukasomewa katika kitabu cha Yoshua mlango wake wa 14 na kuanzia mstari wa 6 hadi 15. Neno la Mungu linatuletea mtu mmoja katika Biblia ambaye jina lake ni Kalebu. Kalebu alikuwa mmoja ya wale watu ambao walitumwa na Musa ili waweze kwenda kupeleleza ile nchi. Na Kalebu kuanzia mwanzo wa maisha yake akawa mwaminifu. Akawa mwaminifu, he was faithful from the beginning. Kwa maisha yake, ukisoma historia yake, huyu Kalebu alikuwa yule mtu ambaye alikuwa mwaminifu. Alipotumwa pamoja na wenzake wakaenda, yeye pamoja na Yoshua na wenzake 10 wengine, Kalebu akakuja nyumbani, akarudi na ripoti mzuri. Unaposoma katika kitabu cha Hesabu mlango wake wa 13 na mstari wa 30, utapata ya kwamba Kalebu alileta habari njema. Caleb quieted the people before Moses and said, we should by all means go up and take possession of it. Akasema twende na tukaweze kumiliki, tukaweza kupokea ule mji. Akasema for we will surely overcome it. Akawa na imani. Alipoenda pamoja na wenzake, wakaona miji mikubwa, wakaona pia watu wanene na wakubwa. Sio kwamba Kalebu hakuona watu wanene na wakubwa, sio kwamba hakuona wale watu ambao walikuwa labda na silaha kuwashinda, lakini huyu mtumishi wa Mungu alijua ya kwamba licha ya kwamba hawa watu ni wanene na ni wakubwa kutuliko, tuko na Mungu ambaye atatusaidia. Bwana sifiwe sana. This man knew God would help the people of God to conquer the land that had been promised. He knew God was there. Alijua Mungu yuko na Mungu huyo atatupigania. Na kumbe Mungu anaona imani. Na kumbe Mungu anaheshimu imani. Because of Caleb's faith, kwa sababu ya imani ya huyu mtumishi wa Mungu Kalebu, Mungu aliona imani yake miongoni mwa wenzake, na Mungu akasema ya kwamba atamtuza. Mungu akasema kwamba atampa urithi. God promised him a personal inheritance of land. Mungu akaona imani yake. Naposoma katika Numbers chapter 14 na mstari wake wa 24, Mungu aliona huyu mtumishi wa Mungu na akasema ya kwamba kuna kitu nitampa yeye. Alimpa yeye kwa sababu gani? Kwa sababu ya imani. But the Bible says, Numbers 14:24, but my servant Caleb, because he has had a different spirit and has followed me fully, I will bring him to the land which he entered, and his descendants shall take possession of it. Kwa sababu Mungu aliona maisha yake, imani yake,
jinsi alivyokuwa mwaminifu kwa kumfuata yeye. Biblia inasema ya kwamba Mungu aliamua ya kwamba atampa yeye urithi. Kumbe urithi unatokana na imani. Urithi unatokana na imani. Unaposoma katika Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati mlango wa kwanza, mstari wake 34, Deuteronomy chapter 1 and verse 34, Biblia inasema ya kwamba, then the Lord heard the sound of your words, and he was angry and took an oath, saying, not one of these men, this evil generation, shall see the good land which I swore to give your fathers, except Caleb the son of Jephunneh. Akasema wale watu wengine hakuna mtu ambaye ataona ile nchi ya ahadi. Akasema isipokuwa Kalebu mwana wa Yefune, kwa sababu ya yeye kuonyesha imani yake katika mimi. Huyu mtu wa Mungu Yoshua anatufunza mambo makubwa ya imani. Kumbe imani ndiyo inayotuwezesha kumiliki mambo ya Mungu. Kuna yale mambo ambayo Mungu anayanena katika maisha yangu, kuna yale mambo ambayo Mungu anayanena katika maisha yako. Na ni ahadi, lakini ahadi hiyo tuyapokea kwa imani. Na ili tuweze kupokea ile ahadi, kuridhi ile ahadi ambayo Mungu anatuzungumzia, kuna mambo matatu ambayo ningependa tuweze kujifunza kwa maisha ya huyu Caleb. There are three things I want us to learn from the life of Caleb. From the text, mali tuliweza kusomewa Yoshua 14 na mstari wa 6 hadi 15. Na jambo la kwanza ambalo tunajifunza kwa huyu mtumishi wa Mungu ni kwamba Caleb believed that God's word is reliable despite the passage of time. He believed Mungu alinena na yeye. Baada ya Mungu kuangalia ile imani ambayo yeye alikuwa nayo, vile ambavyo tunavyosoma pale katika kile kitabu cha Numbers ama Hesabu, na tunaposoma mali hapa tunaambiwa ya kwamba, you know the word which the Lord spoke to Moses, the man of God, concerning you and me in Kadesh Barnea. Na anawaambia ya kwamba yale mambo ambayo Mungu alinena ni kwamba kwa sababu umeniamini na umeenenda katika njia zangu, mimi nitakupa wewe Kalebu, nitakupa urithi wa shamba. Na mahali ambapo ulienda na miguu yako, nyayo ya miguu yako ikakanyaga, hapo mimi nimekupatia wewe pamoja na wana wako. Na wakati ambao Mungu alikuwa ananena na Kalebu maneno hayo, Kalebu alikuwa na mtu wa miaka 40. Na ameishi akitafakari kuhusu ahadi za Mungu. Amekaa akitafakari ya kwamba Mungu alinena na mimi wakati ambao nilimwamini, wakati ambao nilimtumainia, na Mungu akasema ya kwamba mimi nitapewa nchi na nitamiliki nchi, mimi pamoja na wana wangu. I want to tell you, si jambo rahisi kungoja Mungu kiasi ambacho Kalebu alivyomngoja. Wakati huu Caleb mwenyewe anasema katika kitabu hiki, anasema I was 40 years. Lakini wakati huu ambao Caleb anazungumuza, yeye ni mtu wa miaka 85. He was 40 years but now he is 85 years. Amengoja kipindi cha miaka mingapi? Miaka mingapi? 45. Mungu alinena, lakini ni miaka 45 amekuwa akingoja. Lakini kuna jambo moja ambalo lilikuwa katika moyo wa Kalebu, ya kwamba neno la Mungu halibadiliki. Neno la Mungu ni kweli. Ahadi za Mungu zinadumu milele. Na kwa sababu alizungumuza ya kwamba atanipa nchi, hata kama itakaa miaka ngapi,
nchi ambayo Mungu ameniahidi iko. Bwana asifiwe sana. Mungu ameahidi na anasema iko. Na huyu Caleb akaamini Mungu because he knows and he knew that God keeps his promises. Mungu ni Mungu ambaye anatunza ahadi zake, na ahadi za Mungu zinadumu milele. Na kuwa kwamba ilikuwa miaka 45 imekuwa muda mrefu, haikumaanisha ya kwamba Mungu ataitimiza neno lake, because the word of God is reliable. The promises of God, they stand. The promises of God are truthful. God does not change. Bwana asifiwe sana. Caleb akaamini Mungu, na akaamini Mungu mpaka dakika ya mwisho. How many times do you give up? Do you lose hope? After 3 years, after 2 years, after 4 years, after 5 years. Caleb waited 45 years. Alipongoja kwa miaka hiyo 45, Biblia inatuambia nini? Inatuambia nini? Katika mstari wa 14, therefore Hebron became the inheritance of Caleb. Hebron ndio mahali Caleb alikanyaga. Baada ya miaka 45, Biblia inasema ya kwamba Hebroni ikawa milki yake. Akaimiliki Hebroni. Akaimiliki Hebroni miaka 45. Nataka nikuulize wewe mpendwa, ni nini hiyo ambayo umengoja kwa Mungu? Ni nini hiyo ambayo unaanza kuchoka? Unaanza kupoteza matumaini? Miaka 2, miaka 3, miaka 5. Caleb aliongoja miaka 45, lakini kwa sababu ya imani na kuendelea kushikilia imani, alipokea urithi wake. I want to say it is time to possess the inheritance, the promises that God is speaking to your life. It doesn't matter how many years it will take, you will possess it. Praise the Lord. Jambo la pili ambalo tunajifunza kwa mtumishi wa Mungu Kalebu ni kwamba Caleb did not follow the crowd, but followed his personal convictions. Huyu mtumishi wa Mungu hakufuata umati, lakini alifuata moyo wake. Katika mambo ambayo Mungu anazungumza kwa maisha yetu, Mungu anazungumza katika moyo wako na anakuambia kuna mambo ninakupa wewe. Kuna mambo ambayo ni yako na hakuna mtu atakayeichukua. Na anazungumza hayo mambo katika moyo wako. Praise the Lord. He speaks those things to your heart. He speaks those things to your heart. Unaposoma katika mstari wa 7, Biblia inasema huyu mtumishi wa Mungu anasema, I was 40 years old when Moses the servant of the Lord sent me from Kadesh Barnea to spy out the land, and I brought word back to him as it was in my heart. As it was in my heart. I want you to get that word. As it was in my what? My heart. Ukisoma pale Numbers chapter 13 verse 31, utasikia vile wale wengine, watu 10 wale wengine walioleta ujumbe na wakasema, wapendwa, hatuwezi tukaenda kupigana na wale watu. Hatuwezi tukawashinda. Sisi wenyewe tumewaona na tukajiona machoni pao, na tukaona ya kwamba sisi ni wadogo sana, sisi tukawa ni kama grasshoppers. That is the way the other people say. The other people say that according to the way we have seen it, we are like grasshoppers. Sisi ni kama udede machoni pao. Kwa hivyo hatuwezi. Jamani, tusiende huko tukimalizwa. Wale watu ni warefu na wanene. Wale watu ni watu wakubwa ambao sisi hatutawezana na wao. Lakini Caleb akasema, wapendwa, we are going to take it by all means. Praise the Lord. We are going to take the land by all means. It was an act of faith. Why? Anasema ya kwamba nilileta ripoti ambayo ilikuwa kwa moyo wangu, sio kwa sababu ya mambo ambayo watu walikuwa wanasema. Do you know that there are things that God is speaking about your life and speaking about your family, but there's a lot of voices. There's a lot of voices from outside. Kuna voices ambazo zinazungumuza na sauti hizo zinakuambia hauwezi.
Do you know, watu wengi wako mahali walipo, hata kwa maisha yao ya imani, hata kwa mafanikio yao ya katika jamii, wako mahali walipo kwa sababu ya sauti za nani? Sauti za watu. Hello? Lakini huyu mtumishi wa Mungu Kalebu, where other people saw problems, Caleb saw possibilities. Praise the Lord. Wakati watu wamekuwa wanaona shida, Caleb anaona inawezekana. Wakati ambao watu wanasema hii haiwezekani, Caleb akasema all things are possible. People of faith. People of faith. Do you know we've come to church, and you have come to church so many years, but there's a lot of impossibilities in your speech, in your mind. There's a lot of impossibilities. Hata wakati huu kuna watu ambao wamefika katika kiwango, wamerelax, wamesettle, wanasema haiwezekani, hata kazi haiwezekani patikane. Pesa hakuna, wewe hujui. Pesa hakuna, wewe hujui wewe unaishi wapi. Pesa hakuna. There are people that have just rested. They have settled because wanaona shida, wanaona hayawezekani. But I want to tell you, amid these people, they are individuals and they are people of faith, like Caleb. And when people say haiwezekani, when people say there is no money, they say there is money. When people say there is no job, they say there is job. When people say there is no peace in families, they say there is peace in our family. Why? Because they have taken a stand. They have taken a stand. And they are possessing the things that God has spoken to their families. They are possessing things that God speaks to their lives. They don't want to live an average life. They want to live their lives to the fullest. They want to live their lives to their full potential. They are people of faith. I want to tell you, rise up. Rise up. Kristo ainuka sasa. Inuka sasa, imefika wakati wa kufanya nini? Wa kurithi. It is time now we want to possess, so that when it shall come to a time we shall be celebrating faith, you will be able to count 1, 2, 3, and you will say, I believed in God, I trusted in God. And these are my celebrations. These are the things I'm celebrating. God has done it by faith. Bwana asifiwe sana. Even as people scramble for the already conquered land. Unajua wakati waliingia katika mji ya Kanani, wakawa wanapigana na adui, wanawafukuza adui, na wanapofukuza adui, watu wanapokea ile miliki, wanamiliki ile inchi. Watu wanang'ang'ania ile inchi ambayo imekwisha fanywa nini? Imekwisha chukuliwa. Lakini unapoangalia Kalebu anasema ya kwamba mimi sijatosheka na yale ambayo umenipea, sijatosheka na yale ambayo tumeweza kumiliki. Kuna ile ambayo Mungu alinipa, na ni hiyo ni yangu. Bwana sifiwe. Yenye Mungu alinipa, hiyo ni yangu, na hakuna atakayechukua. Caleb is one who wanted something different. There are Christians who are satisfied with what they have, but Caleb wanted something different. What was it that was different? Something in line with his convictions. And he wanted to possess that which God had said, this is yours. Bwana sifiwe. Anataka kupokea hiyo. Ndio sababu unaposoma katika mstari wa 12, now then give me this hill country. Anapewa mji mwingine, lakini anaambia Yoshua, unipe huu mlima. Na mimi nataka nikuambie Mkristo, kuna mlima ambao Mungu alikuambia ulikanyaga. Kuna mlima huu ambao Mungu alisema nitakupa wewe. Ambia Mungu, mimi unipe huu mlima. Haijalishi huo mlima uko na nani. Haujalishi huo mlima umemilikiwa na nani. Ambia Mungu, mimi Mungu ninataka huu mlima. Bwana sifiwe. Caleb wanted something different. Jambo la tatu ni kwamba Caleb was not ready to settle for less than what God had promised him.
Caleb was not ready to settle for less than what God had promised him. In verse 9, kuna kile ambacho Kalebu aliahidiwa. Binasema, so Moses swore on that day, saying, surely the land on which your foot has trodden will be an inheritance to you and to your children forever, because you have followed the Lord my God fully. Anasema mahali nyayo ya miguu yako ilikanyaga, hapo nimekupa wewe na watoto wako milele. Na unajua Yoshua, Kalebu alijua hiyo na aliweka hiyo neno kwa moyo, kwa maana Mungu ndiye alitumia huyu Musa kumwambia. Mungu akamwambia Caleb ya kwamba mahali pale umeenda ukakanyaga, hapo nimekupa wewe milele na watoto wako. Friends, wewe kuna mambo Mungu amenena na wewe, na amenena na nyumba yako, na amenena na jamii yako, na amenena na maisha yako. Lakini umeenda ukaona impossibilities. Umetembea ukaona mambo ambayo hayawezekani. Kwa hivyo wewe umenyamaza. Kuna mlima ule ambao Mungu anasema wewe utaumiliki, lakini umesema haiwezekani. Let me tell you today. Caleb knew. Caleb was aware that the good is always the enemy of the best. Do you know that? The good is always the enemy of the best. Kila moja ametembea, kuna yale ambayo umepata ni mzuri. Ukaseta. Hello? Kuna kile ambacho Mungu aliandaa kwa ajili ya maisha yako. Kuna kazi ambayo Mungu alikuandalia. Kuna biashara ambayo Mungu alikuwa amekuandalia. Kuna ardhi Mungu alikuwa amekuandalia. Kuna mijengo Mungu alikuwa amekuandalia. Lakini ukajenga hiyo ulijenga, ukapata hiyo ulipata, na ukasema mbona nisumbuke na yenye sina sahi? Si nitosheke na hii yangu ndugu. Hello? Hebu umebaki pale. In fact, Caleb alijua ya kwamba the available is always a barrier to the possible. The available is always a barrier to the possible. There are possibilities ahead. Kuna mambo ambayo yako pale mbele ambayo yanawezekana, lakini kwa sababu unaona yale ambayo uko nayo sasa, unasema kwamba heri nusu shari kuliko nini? Shari. So you are resting. You have settled. I want to challenge you this day. Ya kwamba the hard fact is that if we are already satisfied with what we have, we cannot desire to pursue the things of God. Uwezi ukatafuta. Wewe utakaa tu hapo, utasema tu mimi niliokoka, utasema tu mimi ni member wa Inaptich, mimi naendaga kanisa. Unakuja kanisa, unarudi nyumbani, lakini hakuna tofauti na hakuna hatua unazopiga katika maisha yako. That is why you are dissatisfied with your job, and you have been living a dissatisfied man with your job. You are dissatisfied with your family. Uko tu kwa hiyo familia, lakini unasema wacha tunasukuma maisha. Tunasukuma nini? So you have a dissatisfied job. You are not satisfied with your job. You are not satisfied with your relationship. You are not satisfied with your grades kwa shule. You are not satisfied with your family. You are not satisfied with your finances. You are not satisfied even with your children. You are not satisfied. You are not even satisfied with your spouse. You are not satisfied. You are not satisfied. Yani ulienda ukaishi, ukaolewa katika hiyo nyumba, ukakuta mzee yako vile yako, labda mzee hata ameelewa, mzee anakaa namna gani, mama amekaa namna gani, ukasema hivyo ndivyo mambo yanakuwa. So you are settled. I want to challenge you. When you are praying for a husband, you are not praying for a drunkard. When you are praying for a husband, you are not praying for somebody mpango wa kando hapana. That was not your prayer. Mlima ule ambao Caleb alikuwa inaitisha, bado kulikuwa na the giants. Wewe anataka niseme katika hiyo ndoa yako, ndoa ndio ni mzuri, lakini kuna giants katika hiyo ndoa.
masomo yako ni mzuri, lakini kuna giants katika masomo hayo. Kuna mambo mengi ambayo bado yanakunasa. I want to tell you, it is time you say, give me this hill. Give me this hill country. Ninataka ndoa ambayo nilikusudia. Ninataka ndoa ambayo niliombea. Ninataka watoto ambao nilikusudia. Ninataka watoto ambao niliombea, si watukutu. Watu wanakaa na watoto ambao ni watukutu. You never prayed for watoto ambao ni unruly. God says that good gifts come from the Lord. Children are a gift and a heritage from the Lord. And God cannot decide to give us unruly children. Don't rest. Don't rest. Don't rest until you find a faithful husband. Don't rest until you find a faithful wife. Don't rest until you find obedient children. Don't rest. Wrestle with God. Tell God, give me this hill country. Give me this hill country. Bwana sifiwe. Rise up. You see people. Imefika mahali ambao hata katika hali yetu ya kiroho, until you develop spiritual dissatisfaction, you cannot move to spiritual maturity. Until you say today, I have not prayed enough. I have not studied the word enough. I have not enough. I desire more. I desire more. As long as we are at ease in Zion, the fire of God may burn around us, but we may not realize. Even in this church, even the messages that we could be preaching here, even the work of God that we could be doing here, it is the fire of God around us. But until you have a desire to grow, until you have a desire to capture the things of God, until you have a desire to inherit the things of God, you will come to this church, a normal person from January to December, and you just remain there. Hata maombi ukipewa una sweat, kwa maana hujazoea. Hello. We are looking forward to a people that can vent for themselves, a people that can see God, people that do not just stream the church. Friends, as crowds stream into churches Sunday by Sunday, kuna watu pia wanaenda, kwa maana watu wanaenda kanisa, watu wanaingia kanisa, na watu wanafurahi, wanasema watu ni wengi kanisa. Let me tell you, my desire is sio kwamba muwe wengi. Hello. My desire ni kwamba nione watu wanapiga hatua katika imani. Watu wanapiga hatua katika wokovu. Na kupiga hatua katika wokovu inamaanisha ya kwamba you go for it. You conquer it. You go for it. You see, Caleb decided that he was not going to wait for a handout from Joshua. He decided, I'm not going to wait for a handout from Joshua. You see, when servants kama sisi tunaketi chini tunaomba Mungu na kutangaza mahubiri, hii ni handout. Mkristo, hii ni handout. Tunakupa nini? Don't rely on handouts. We are looking forward to having Christians that are going to take time in reading the scripture and trying to search the scriptures by themselves and spending time with God in prayer. And people that can sometimes take time and move out and go to show that they have grown in faith, and then can share with their neighbors and tell them Jesus loves you, because they have grown, because they have inherited, because they have possessed. Mungu akusaidie na Mungu anisaidie. Joshua alimiliki Hebron. Unipate vizuri. Caleb alimiliki Hebron. Lakini baada ya kupewa Hebron, akaambia Yoshua, pana, mimi nataka huu mlima. Are you ready to possess and inherit what is rightly yours? Let's pray. Baba wetu mtakatifu, katika jina la Yesu tunashukuru kwa neno hili. Wewe unataka sisi tuweze kumiliki. Na ni wakati wa kumiliki. Ni wakati wa kupokea yale mambo ambayo Bwana umeyanena kwa maisha yetu. Na ni maneno ambayo ni kweli.
kwa maana wewe Mungu hausemi uongo. Neno lako ni kweli na ni adili. Yesu Kristo, tunashukuru kwa sababu ya wapendwa hawa. Kila mmoja tumekuja hapa, kuna mambo tumeyatafuta kwa mioyo yetu miaka nyingi, na Mungu tuwasema utusaidie tuweze kuimiliki. Na umetukumbusha kwamba tuwaweza kuumiliki kwa imani. Tunataka kumiliki watoto wetu kwa imani. Tunataka kumiliki jamii yetu kwa imani. Tunataka kumiliki ardhi kwa imani. Bwana, tunataka kuimiliki mema ya nchi kwa imani. Tunakuja kwako Bwana, tusaidie. Kuna jambo lile ambalo umekuwa ukiombea kwa miaka nyingi, and you feel the Spirit of God is telling you it is your time to inherit it. It is your time to possess it. Just raise your hand, I pray. It's something you're saying, I've been desiring to have this. There's nothing that is impossible with God, including God can take you out of childlessness or barrenness. God is able. God is able. Thank you, God. Baba, nashukuru kwa ajili ya watu wako hawa ambao wamenyosha mikono yao ya kwamba wanataka kumiliki yale mambo ambayo wamengoja kwa miaka nyingi. Asante kwa uvumilivu ambao umewapa, jinsi ulivyompa Kalebu uvumilivu miaka 45. Akakungoja, akawa na imani ya kwamba Bwana ataimiliki. Yesu Kristo, tunakushukuru. Asante kwa wapendwa hawa. Yale mambo yaliyo ya siri ya mioyo yao, mambo ambao wameitisha, iwe ni kazi, iwe ni financial breakthrough, iwe ni biashara, iwe ni watoto, Bwana, yote, iwe ni jamii yenye amani, watoto ambao ni watulivu, watoto ambao ni watiifu. Hao wapendwa wamekuita leo hii kwa ajili ya hiyo, na wanataka kumiliki kwa imani. Bwana, tuwaomba ya kwamba waweze kuipokea. Waipokee leo hii, waweze siku moja washerekee ya kwamba nilikuamini Mungu kwa ajili ya jambo hili, na Bwana ukatenda. Uinuliwe Mfalme, kwa maana umetenda, kwa maana neno lako ni kweli. Hakuna neno ambalo tunaleta kwako wewe Mungu katufukuza. Hawa wameleta mizigo hiyo yote mbele zako. Bwana, tunaomba na tunanena kwamba wameimiliki kwa jina la Yesu. Bwana, uinuliwe na upewe sifa. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Barikiwe sana. Mimi hapa ninakushukuru Mungu uliyeniokoa toka dhambi, kwa huruma zako za ajabu ukanitoa kwenye tope na mauti. Mimi niliyepotea njiani nikawa wa Shetani, hivyo sina budi kushukuru Mungu wangu, sifa ni zako.